baina fardhi salati wa nafiliha, miongoni mwa tofauti baina ya sala ya fardhi na sala ya sunna. Je, upo tofauti kwenye sala ya fardhi na sala ya sunna? Tofauti huo upo? Sheikh anasema kulijibu swala hili, fa inna al-asla ishtiraku al-fard wal-nafl, ishtiraku al-fard wal-nafl minha fi al-ahkam. Asli ya masala ni kwamba sala ya faridhi na sala ya sunna zote ni sawa sawa katika hukumu. Hiyo ndio asli ya msingi. Hukumu ambayo iko kwenye sala ya fardhi, hukumu hiyo hiyo itapelekwa kwenye sala ya sunna. Hiyo ndio asli. Bali وقد فرق بينهما بفروق ثابتة شرعية، lakini zimekuja dalili mbalimbali ambazo zilizotofautisha baina ya ibada ya sala ya fardhi na ibada ya sala ya sunna. Ziko dalili zimekuja kusema kwamba kuna utofauti. Akaanza kutaja dalili hizo, anasema minha, miongoni mwa dalili hizo, anna an-nafla yasihhu min al-jalis al-qadir ala al-qiyam bikhilaf al-fard. Sala ya sunna inafaa mtu ambaye ana uwezo wa kusimama, mtu mzima ana afya yake, ana uwezo wa kusimama, lakini akaamua kukaa kwenye sala ya sunna, hapa hapana tatizo kwa wanavyuoni rahimahumullah ta'ala, bali dalili zimekuja kuonyesha ya kwamba inafaa kukaa kwenye sala ya sunna bikhilafi al-fardh, kinyume na sala ya fardhi ya kwamba lazima mtu asimame kwenye sala ya fardhi. Watakhtalifiana wanavyuoni tu hapa ya kwamba kisimamo cha sala ya fardhi ni sunna au yani ni wajibu au ni nguzo, lakini lazima anaisala sala ya fardhi asimame ndani yake. Hapo hapana shaka, dalili ziko wazi, isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akatofautisha ujira katika ahadithi sahiha ya kwamba mtu ambaye anasali sala ya faridhi kwa kusimama na mtu ambaye anasali sala ya sunna mathalan kwa kukaa, hali ya kuwa anao uwezo wa kusimama, huyo atalipwa nusu ya ujira. Hautakuwa sawasawa ujira wa mtu ambaye anasali kwa kusimama na mtu ambaye anasali kwa kukaa katika sala ya sunna, ijapokuwa kukaa katika sala ya sunna ni ruhusa, inafaa. Tunaweza tukaulizana hikma yake ni nini? Mimbabi faida, hikma yake ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawalingania haja ya kwamba sala ya sunna inatakiwa ifanywe kwa wingi. Kama mtu kachoka sana hawezi, anaruhusiwa hata kukaa, ili zile sala za sunna watu wanaradhibishwa, wanatiwa hamasa kuziswali kwa wingi, tofauti na fardhi. Wa annahu yasihhu ala rahila, na ya kwamba swala ya sunna inafaa kuswali juu ya kipando. Mtu kapanda mnyama au mtu kapanda kipando, anasali swala ya sunna, huna yajuzi, inafaa kuswali ndani yake. Fi safari tawil wal qasir,
iwe anasali ndani ya safari iliyokuwa refu au safari fupi, katoka hapa mpaka Fuoni juu ya kipando chake, juu ya gari, kaamua kuswali, anaswali hapa mpaka Forodhani, anaswali, yajuzi, inafaa. Iko ndani ya gari yake, kafika Forodhani pale, kapiga Allahu Akbar, anaswali, hadi mushkila katika sala ya sunna duna al-fardh. Sala ya fardhi ni sunni. Allahumma labda kama mtu imemkuta sala ya fardhi yuko juu ya kipando, ana uwezo wa kuisali sala ile, isipokuwa aisali kwenye kipando kile. Sala ya fardhi yuko juu ya ndege mtu na anahofia ya kwamba sala ya fardhi itatoka nje ya muda wake. Hapa wanavyuoni rahimahullah taala wamelizungumza kwamba ni jambo ambalo linajuzu, na hadithi zimekuja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwafahamisha watu namna ya kuswali katika vipando. Akasema Mtunzi rahimahullah ta'ala, anasema wayajuzu fihi shurbu al-yasir. Baadhi ya wanavyuoni wanaona ya kwamba inafaa kunywa kidogo tu katika sala ya sunna. Tufahamiane hapo vizuri. Walfarqu bikhilafi dhalik, baadhi ya wanavyuoni hususan madhhabu ya Hanabila rahimahumullah ta'ala rahmatan wasi'a, wao wanaona kwamba inafaa mtu kunywa ndani ya sala ya sunna, lakini kunywa kidogo, shurbun yasiru. Katika sala ya fardhi haitofaa. Madhehebu haya yanasema ya kwamba kwanza, kwa sababu swala za sunna zinakuwa refu. Kwa mfano qiyamul layl au salatu tarawih, imamu anasoma sana. Kwa hivyo katikati ya kisomo mathalan, au pengine kasoma kwenye raka ya kwanza akarukuu, aliposujudu kidogo akachukua chupa ya maji akanywa, wa huwa fi salah. Fi hadha almadhhab, katika madhhabu haya inajuzu. Wapi wametegemea masala haya, usahihi wa mambo haya ambayo wameyataja huko wapi? Wanaitegemea riwaya iliyopokelewa kutoka kwa Ibn Zubayr radhiyallahu anhu warda, ya kwamba yeye aliwahi kunywa kwenye sala ya sunna. Al-Imam Ibn al-Mundhir rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a, ndani ya kitabu chake Al-Awsat, mjalladi au juzuu ya 3 ukurasa wa 229, hili akalizungumza kwa tahadhari kubwa sana. Akasema anasema idha shariba al-musalli, atakapokunywa mwenye kuswali, kama ni maji au chai au juisi. Idha shariba al-musalli, atakapokunywa mwenye kuswali, fi salati, ndani ya sala, fi salati tatawwu, ndani ya sala ya sunna, amidan, akanywa kwa maksudi, kakusudia za kunywa, kama alivyosema Mtunzi ya kwamba baadhi ya wanavyuoni wanasema inafaa. Sasa Mtunzi yani Ibn al-Mundhir anasema
Mimi nasema kwa mujibu wa utafiti wangu, kama kuna mtu atakunywa kwa maksudi, fa alayhi i'ada, swala hiyo hairudi tena. Bi maana hapa anakusudia kwamba swala yake ni batila, hata kama swala ya sunna. Kama mtu kanywa kwa maksudi na anajua kwamba yeye yumo ndani ya sala, fa alayhi al-i'ada, ni wajibu wake kuirudia sala hiyo. Akaendelea kusema, akasema wa kullu man hukiya anhu annahu shariba fi at-tatawwu, na kila riwaya ambayo inapokelewa, ndani yake ya kwamba kuna mtu katika sala fi salih, pengine wema waliotangulia nyuma wako waliwahi kunywa ndani ya sala ya sunna katika masahaba, miongoni mwao Ibn Zubayr ndio anaambiwa yeye aliwahi kunywa katika sala ya sunna. Sasa anasema yeye, fa inna shurbahu sahiyan, kila riwaya ambayo itathibitisha ya kwamba wako katika masahaba waliokunywa kwa maksudi, yani waliokunywa katika sala zao, basi zinazingatiwa ya kwamba kunywa kwao kule inabebwa ya kwamba walisahau, walikunywa kwa kusahau ndani ya sala zao zile, sio kwa maksudi. In thabata dhalika an Ibn Zubayr, hiyo ndo kaidea kalizokubwa, ikiwa itathibiti ya kwamba Ibn Zubayr kweli kanywa, maana inazungumzwa kanywa ndani ya swala. Ikiwa itathibiti ya kwamba Ibn Zubayr kanywa, basi kunywa kwake kunazingatiwa ya kwamba amekunywa kwa kusahau. Na kule ndani ya kitabu chake Al-Awsat, al-Imam Ibn al-Mundhir akajaribu kuleta kauli za wanavyuoni rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a, ambazo zinajulisha kwamba udhaifu wa riwaya iliyopokelewa kutoka kwa Ibn Zubayr ya kwamba yeye amekunywa, ya kwamba riwaya hii sio sahiha. Kwa hivyo kwa kujengea maelezo ambayo tuliyozungumza, kujengea maelezo ambayo tumeyazungumza, kwa hivyo atakayekunywa ndani ya sala ya sunna au sala ya fardhi kwa maksudi, au sala yake ni batila, lazima asali tena. Kwa hivyo ikiwa tutakubaliana hivyo, maana yake hapa tutakwenda kinyume na kauli ambayo alichagua mtunzi Sheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'idi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a, kwamba kauli yake sio rajih, sio kauli yenye katika masala. Tunasema kula na kunywa kwa maksudi ndani ya sala zote za faradhi au za sunna haitoruhusiwa. Na tunapoyazungumza haya hatuzungumzi kwa upande kama walivyosema baadhi ya madhhabi, ya kwamba hata kama mfano mtu amekula, kwa mfano mtu kala chakula yakabakia mabaki ya chakula kwenye mdomo wake, ikakimiwa sala, pengine adhana ya magharibi imeadhiniwa, watu wakawa wanafungua vinywa wanakula tende. Je, baada ya watu kula zile tende kwa ajili ya kufungua vinywa, ni lazima wao wakasukutoe au wanaruhusiwa kuingia katika swala hata kama kuna mabaki ya vyakula yamebakia katika midomo yao? Tunasema katika haya khilafu ya wanavyuoni ipo, lakini kusukutua ni bora zaidi,
ingawa kama kuna kitu kimebakia katika mabaki ya vyakula havituathiri sala. Maana baadhi ya wanavyuoni rahimahullah ta'ala wanazungumza wasema, kwa mfano mtu amepiga takbira, ameingia katika sala na katika mdomo wake kuna mabaki ya vyakula, ikiwa atameza yale mabaki ya vyakula ndani ya sala, sala yake itakuwa batila, kwa sababu anazingatiwa kwamba amekula. Wako wanavyuoni walijaribu kutaja tafsiri ya hii au uchambuzi wa hii, lakini wallahu aalam, katika hali ya uhakiki na utafiti inaonyesha kwamba hatuwezi kumwita mtu ambaye kameza kichembe cha mabaki ya vyakula ambayo yamo ndani ya mdomo wake ya kwamba huyo amekula, wala kula hakuzingatiwi kwa namna hiyo katika sheria. Tumekatazwa kula ndani ya sheria kwa mfumo upi? Tumekatazwa kula ndani ya sheria kwa mfumo wa mtu kuchukua tonge kuitia katika mdomo ndani ya sala. Huko ndo kula kunazingatiwa, kwamba mtu akachukua tonge na kitoweo na kitia mdomoni. Lakini ama mtu ambaye kameza kitu ambacho kimo ndani ya mdomo wake, hawezi akaambiwa kwamba huyu mtu amekula, la lughatan wala shar'an, sio kilugha wala kisheria, isipokuwa al-ahwaf ni bora zaidi mtu huyo kuvitema vitu hivi ambavyo yeye hatavila. Shekh anasema wadhalika yaudu ila suhulati an-nafli wat-targhibi fil ikthari minhu, kumeweka wepesi wote huu katika swala za sunna kwa ajili ya kuwaadhibisha watu na kuwafanyia wepesi, ili wapate kuziswali swala za sunna kwa wingi sana. Wa minha, na miongoni mwa tofauti zilizowekwa ndani ya ibada ya sala, ishtiratu sitru ahadi almankibaini fi lfardi duna alnafli lirrajuli albaligh, ya kwamba wanasema wanavyuoni kunawekewa sharti ya kwamba mtu mwanamume ambaye ni baligh akisali sala ya fardhi anatakiwa afunike mabega yake, mabega yasiwe wazi. Lakini katika sala ya sunna inafaa. Wako wanavyuoni walizungumza hivyo, haitoathiri sala ya sunna ikiwa mtu mabega yake yako wazi. Lakini mtunzi mbele akasema wa hadha farqun dhaifun, tofauti hii iliyowekwa hapa na wanavyuoni ni tofauti dhaifu, kwa maana si sala ya sunna wala ya fardhi ambayo inaruhusiwa kuweka mabega wazi, bali sala zote mbili ni wajibu kabisa, illa nakun bishartiyya au bishartiyya, illa nakun bishartiyya, ni lazima mtu afunike mabega yake, kama hatujasema kwamba ni sharti. Maanake kauli ya sharti inawezekana ikawa ni kubwa sana, lakini angalau tukipooza kauli hii tunasema mtu ambaye anasali sala ya sunna na sala ya fardhi haitoruhusiwa kwake yeye kudhihirisha mabega yake. Kwa nini akasema tofauti hii ni dhaifu? li'adami thubuti al-farq bainahuma fi hadha al-mawdi' shar'an, kwa sababu hamna tofauti ya kutofautisha baina sala ya fardhi na sala ya sunna. Kwenye nukta hii hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam alipozungumza katika ahadithu sahih akasema, la yusalliyanna ahadukum fi thawb alwahid
laysa ala atiqaihi shay'un, asija akaswali yoyote kati yenu akasali na nguo moja, nguo ambayo ikawa ni ndogo, hawezi kuziba kuanzia juu ya mabega yake mpaka chini ya mwili wake. Asisali mtu hivyo. Akisali mtu asali moja kwa moja, mwili mzima umefunikwa. Fa inna al-amra, mtunzi anasema fa inna al-amra bisatri ahad al-mankibaini ya'ummu al-fardha wan-nafla fi haqqi ar-rijali. Kusitiri mabega katika sehemu ya swala inaingia ndani yake kwenye sala za sunna na sala za fardhi. Kwa wanaume, wanawake inajulikana, hapana haja ya kuelekezwa hapa. Ma'anna as-sawaba, pamoja ya kwamba kauli ya sawa sawa. Mtunzi anasema, sikiliza vizuri, ma'anna as-sahaba, ma'anna as-sawaba, pamoja na kwamba kauli ya sawa sawa, anna satra al-mankib min babi at-takmil la min babi al-wujubi. Mtunzi anasema kusitiri bega, ikawa umevaa nguo ambayo mabega hayaonekani ndani ya sala, hili ni jambo ambalo min babi takmil, bimaana mustahabun indahu. Jambo hili linapendezeshwa kwa mtunzi rahimahullah, sio lazima mtu kufunika mabega yake. Mtunzi anasema kwamba jambo hili linabebwa katika upande wa ukamilifu wa mapambo ya mja anapoingia ndani ya sala, kwamba yeye mwili wake mzima umekamilika katika hali ya mapambo, amevaa vizuri, nguo yenye heshima mbele ya Mola wake, lakini sio lazima. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama tulivyosema fi sahihain anasema la yusalliyanna ahadukum fi thawb alwahid laysa ala atiqihi shay'un, asisali mmoja wenu wakati hali ya kuwa mabega yake yako wazi. Hili ni katazo, hadha nahi, hili ni katazo. Sasa Mtume katazo hili ametukataza kwamba tusifanye kwa sababu ni haram au inachukizwa. Katukataza tusifanye kwa sababu ni haram au inachukizwa tu peke yake. Tunasema al-aslu fi an-nawahi at-tahrim, asli ya makatazo ni uharamu. Mtume akitukataza kitu, maana yake kitu hicho ni haram, hiyo ndio asli. Sasa kitu gani ambacho kinatoa hadithi hii katika uharamu wa mtu kuacha mabega yake wazi ndani ya swala? Mpaka tukasema ya kwamba jambo hili linapendezeshwa tu. Hii ni kauli baadhi ya wanavyuoni, lakini baadhi ya wanavyuoni wanaona ni shartun, na mtu akisali mabega yake ya wazi sala yake ni batila, kwa sababu Mtume kakataza, wanahyu yaqtadi alfasad, na katazo linapokuja mtu akilifanya linahadhibu ibada. Wahadha huwa nahwatu wallahu a'lam. Hii ndio kauli ya tahadhari, nasema ni lazima kwa mtu ambaye nguo anazo zinamtosha akaamua tu bure bure kusali hali ya kuwa mabega yake yako wazi, huyu ana dhima mbele Allah subhanahu wa ta'ala, na inaopiwa sala yake kuingia katika hali sahihi. Naam. Qala Mtunzi rahimahullah ta'ala anasema
Wa minha, na miongoni mwa tofauti ambazo wanavyuoni wanazitaja katika upande wa sala, an-naflu dakhilul ka'bati duna al-fard, kusali sala ya sunna ndani ya al-Kaaba kinyume na sala ya faridhi. النفل في الكعبة داخل الكعبة دون الفرض, kuhusiana na masala ya mtu kuruhusiwa kusali sala ya sunna ndani ya al-Kaaba, lakini sala ya fardhi huruhusiwi. Kwa nini huruhusiwi? Madhhab ambayo yaliyokwenda na msimamo huu ni madhhab ya al-Malikiyya wa madhhab al-Hanabila, ndiyo madhhab yaliyokwenda na msimamo huu. Mtunzi anasema walakin fihi nadharu, lakini jambo hili linahitaji uangalizi, bimaana halikubaliki moja kwa moja. Kwa nini tuseme ya kwamba mtu anaruhusiwa kusali ndani ya al-Kaaba sala ya sunna pekee yake kinyume na sala ya fardhi? Sheikh anasema fa inna ma thabata fi an-nafli thabata fi al-fard, kwa sababu asli ya masala ni kwamba kitakachothibiti katika sala ya fardhi au sala ya sunna, hicho hicho kitachukuliwa kwenye sala ya fardhi, ya kwamba kinatakiwa kifanye au kinaruhusiwa. Wal farqu alladhi dhakarahu al-fuqaha, sasa tofauti ambayo wameitaja wanavyuoni hapa ni ipi? Kwa nini tunatofautisha baina ya kusali sala ya sunna na fardhi ndani ya al-Kaaba? Tofauti labda iko wapi? Wakajaribu wanavyuoni na mtaala kutaja tofauti. Sheikh anasema wa huwa annahu fi al-fard la budda an yastadbira shay'an minha لا بد أن يستدبر شيئا منها موجود في النفل. ومعنى katika sala ya fardhi lazima al-Kaaba nzima anayesali lazima iwe la budda an yastadbira shay'an minha. Ikiwa atasali sala ya fardhi ndani ya al-Kaaba, lazima kuna sehemu zitakuwa ziko nyuma yake. Al-Kaaba ina pembe nne, sahih, ina pembe nne. Akiingia mtu ndani ya al-Kaaba, akielekea pembe yoyote ile, kuna sehemu itakuwa iko nyuma yake. Hili halikubaliki katika sala ya fardhi, mawjudun fi an-nafl, lakini jambo hili katika sala ya sunna lipo, kwa maana mtume kaingia katika al-Kaaba akasali sunna. Mbona hajasali fardhi? Na uwezo waliokuwa nao, mbona hakuamua kusali sala ya fardhi? Sasa hapa ndugu zanguni, nitaomba tusikilizane kidogo. Sio tutaulizana hapa, kwa mfano mathalan tutaulizana kwa nini mtume hajasali sala ya fardhi ndani ya al-Kaaba?
Ikiwa sababu tutaipata ya kwamba kwa sababu haifai, hapa inakuwa hamna mzozo kwa wanavyuoni ya kwamba haifai, lakini hatujaipata sababu ya kwamba haifai. Yani hata wanavyuoni ambao wanasema masala haya ya kwamba haifai kusali swala ya fardhi ndani ya al-Kaaba hawataji dalili ya kwamba Mtume kakataza kusali fardhi ndani ya al-Kaaba au kakataa. Ama tukisema ya kwamba kwa sababu tu Mtume hajafanya jambo hili, hii haina maana ya kwamba jambo akiliwacha Mtume moja kwa moja halifai. Sahihi? Sio tutaulizana hapa jamani. Mtume kusali sala za sunna, Mtume kusali sala za sunna ni jambo ambalo limezoeleka mara nyingi usali peke yake, lakini akisali sala za fardhi imezoeleka asali peke yake, anasali na wenziwe, tena anasali aliyakuwa ni imaman yuktada bihi, kwamba ni imamu ambaye watu wanamfuata. Sasa kama Mtume sallallahu alaihi wasallam akasali ndani ya al-Kaaba hali ya kuwa anahitajika kuswalisha sala ya jamaa, watu watamfuata vipi? Huko usikama kufuata al-Kaaba, yani mtu anakuwa ndani al-Kaaba, ni kama nyumba ile, kuta haonekani mtu. Masahaba wanajuaje hivi sasa kama Mtume karukuu kasujudu wa hakadha? Inahofiwa kutokea mvurugiko wa ibada. Sahihi? Kwa hivyo wanaviona rahimahullah ta'ala wakasema kwa hikma kama hizi ndio zinabebwa ya kwamba Mtume akaamua bora asisali ndani ya al-Kaaba, sio kwa sababu haifai sala ya fardhi ndani yake. Kwa hivyo hii ni farqun dhaifun, ni tofauti dhaifu. Kwa nini? Haikuja dalili yenye kutofautisha baina sala ya sunna na sala ya fardhi kama tulivyotangulia kueleza hapo mwanzo. Hapa kuna masala mengi ambayo wanavyuoni rahimahumullah ta'ala wanayazungumza, ingawa kauli hii kama tulivyotangulia mbele ni kauli ambayo imesimamiwa na madhhab mawili hayo, madhhab ya Malikia na madhhab ya Hanabila kama tulivyotangulia kuzungumza. Wa min al-furuq ad-da'ifa, na miongoni mwa tofauti dhaifu ambazo wanavyuoni wanastaja ni kwamba المنع من ائتمام المتنفل بالمفترض. Nafikiri katika vitabu imekuja kama hivyo, المنع من ائتمام المتنفل بالمفترض, kwamba wanavyuoni wanazuia kwamba mwenye kuswali sunna kuswali nyuma ya imamu ambaye anasalisha sala ya fardhi. Lakini ndugu zangu, nafikiri hayo ni makosa ya chapa, kwa sababu jambo hili hakuna anayelipinga katika wanavyuoni. Ikiwa mtu anasalisha sala ya fardhi, mtu akaja nyuma yake akaingia katika sala ile kwa nia ya sunna, inafaa au haifai? Ili wanavyuoni watofautiana, ili wanavyuoni rahimahullah ta'ala hawatofautiani, wanakubaliana kwamba inafaa mwenye kuswali sunna kuingia nyuma ya imamu anayesalisha sala ya fardhi. Mzozo wa wanavyuoni uliokuwepo mtu kuswalisha sala ya sunna, yeye mwenyewe anasali sunna, ikisha nyuma yake akaingia mwenye kusali fardhi, ikawa maamuma yeye anasali fardhi, hapa ndipo kuna mzozo kwa wanavyuoni. Kwa hivyo kwa msingi huo
maelezo haya hapo, ihtimamu lilmutanaffil bilmuftarid, na hisi ni makosa ya chapa hayo, yani imekuja bilaks, kinyume chake. Maa thubutihi thubutan la raiba fihi. Sheikh anasema jambo la mwenye kusali sunna kuwasalisha wenye kusali fardhi, ili jambo limethibiti katika dalili zilizokuwa sahiha. Kwa nini wanavyuoni wanatofautisha? Yani tukiwauliza wanavyuoni ambao wanatofautisha au madhehebu ambayo yanatofautisha, mbona mnasema haifai mwenye kusali sunna kumsalisha yule anayesali fardhi? Kwa mfano, imamu anasali tarawih, kuna mtu kaingia katika kusali isha, akaingia katika jamaa ya tarawih hili, lakini yeye ni yake kusali isha, akasali na imamu rakaa mbili. Imamu akitoa salamu, yeye atamalizia mbili zilizobakia. Hili baadhi ya wanavyuoni wanalipinga, lakini kwa nini linapingwa? Wanasema kwa sababu itakuwa hapo ushakwenda tofauti na imamu, na imamu haruhusiwi kwenda tofauti naye. Nia ya imamu ni sunna tarawih, na nia ya mwenye kusali fardhi ni fardhi isha. Hairuhusiwi nia ya imamu kwenda kinyume na kutofautiana na nia ya maamuma. Hoja hili gani? Sasa hapa mtunzi anajaribu kuijibu hoja. Anasema kwanza, anasema wa qissatu Muadh wa ghayriha shahidatun bidhalika. Qissa kilichokuja kutoka kwa Muadh ibn Jabal ni ushahidi tosha. Muadh ibn Jabal alikuwa anasali na Mtume sala ya Isha msikitini kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha Muadh anarudi msikitini kwake, anawasalisha watu sala ya Isha kwa mara ya pili. Ni vigumu sana kumtafsiri Muadh ibn Jabal ya kwamba alikuwa anasali Isha mara mbili, kwa sababu Mtume amekataza la tusalla salatu al-mafruḍa marratayn, isisaliwe sala ya fardhi mara mbili. Kwa maana hiyo Muadh ibn Jabal alikuwa akiwasalisha watu wake mara ya pili, bimaana anawasalisha sunna hali ya kuwa watu wake wanasali Isha, yeye anasali sunna. Mbona Mtume hakumkataza akamwambia usifanye hivyo ya Muadh, kamwachia? Bali habari zimefika kwa Mtume kwamba Muadh anafanya kadha au kadha au kadha, Mtume karuhusu. Yani nitastaajabisha ndugu zanguni ikiwa hili litapingwa na madhehebu au baadhi ya madhehebu ya kwamba haitofaa mwenye kusali fardhi kusali nyuma ya imam anayesali sunna. Itashangaza sana hali ya kuja kwa limethibiti katika uhai wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sheikh anasema wata'alilu, ama sababu yao walioitoa wakasema haifai, biikhtilafi niyyati mawjudun fi ihtimami almutanaffil bilmuftarid. Wao wanasema tunasema haifai kwa sababu itakuwa nia zimetofautiana. Imamu atakuwa anasali kwa nia ya sunna na maamuma kwa nia ya fardhi. Sheikh anasema mawjudun fi ihtimami almutanaffil bilmuftarid, hili lipo vile vile kwa yule ambaye anasali sala ya fardhi aliyokuwa imam na anamsalisha maamuma ambaye anasali sunna. Mbona hili hamlipingi? Mnasema hili halina tatizo, hili linafaa. Imamu akiwa anasali fardhi
maamuma akawaambia kwa nia ya sunna, mbona nia hapa zimetofautiana pia, lakini hamjalipinga. Unaona? Ndio maana shekhi akasema hii ni dhaifu. Hapa wakadhihiri ambayo yametofautisha ni farqun min al-furuq ad-dha'ifa, ni tofauti miongoni mwa tofauti dhaifu ambazo zimewekwa na madhhabi. Sasa akamalizia nukta hii kwa kusema wal-ikhtilafu al-manhiyu anhu al-ikhtilafu fi al-af'ali, tofauti ambazo zilizokatazwa, tofauti ambazo zimekatazwa ndani ya sala, ya kwamba maamuma asende kinyume na imamu wake, ni katika masala ya vitendo, sio katika masala ya nia. Ndugu zangu, yani tumeambiwa innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alayhi, imamu kawekwa ili watu wamfuate na msende naye kinyume. Akipiga takbira na yeye pigeni takbira, akisujudu sujuduni, akirukuu rukuuni, bali hata akiswali kwa kukaa na nyinyi swalini kwa kukaa. Masala yamekuja sasa, inaonyesha kwamba Mtume haya mambo aliyoyataja ni mambo ya vitendo ambayo yanaonekana. Msende kinyume na imamu kwa mambo ambayo yanaonekana. Kwa maana hiyo, kwa mfano tunasali sala ya dhuhuri, imam katika rakaa yake anasoma al-Fatiha, pengine na qul huwallahu ahad, maamuma akasoma al-Fatiha na qul a'udhu birabbil falaq. Kinyume si kinyume? Tofauti si tofauti? Je, yako madhehebu ambayo yanatambulisha swala hizi za maamuma hawa? Hakuna. Hatuwezi kubatilisha swala za maamuma hawa abadan, la yaqulu bihi al-alim. Kwa nini hatubatilishi? Kwa sababu haidhihiriki ya kwamba huyu kenda kinyume, haidhihiriki ya kwamba huyu kenda kinyume na imamu. Kwenda kinyume na imamu kwa yale mambo ambayo yanaonekana. Imamu karukuu, wewe kwanza umesimama, imamu kashainuka kutoka katika sijida, wewe kwanza umesujudu, bado una dua zako unaziomba, ambao unaona ni kinyume. Ndio aliyokusudia Mtume hayo, na sio kwamba watu waende sambamba na imamu mpaka kwenye zile adhkari. La, sio sawa sawa. Hilo Mtume hakuwalazimisha masahaba radhiallahu anhu. Kwa hivyo hapa inaonekana kwamba tofauti hii ambayo waliotaja baadhi ya madhehebu ni tofauti ambayo ni dhaifu, kama tulivyoeleza hapo mwanzo. Imam Mtunzi anasema wa min al-furuq as-sahiha, na miongoni mwa tofauti zilizokuwa sahihi kabisa, tajwizu qat'i an-nafl li huduri al-fard, inajuzu kuivunja sala ya sunna inapokimiwa sala ya fardhi. Hapa kidogo Mtunzi rahimahullah ta'ala katumia neno jepesi, lakini kama litatumika neno la wajibu, ni wajibu kuikata sala ya sunna ikiwa sala ya fardhi inakimiwa. Ni wajibu, la mahala, lazima ifanyike hivyo. Tayeb,
Shekhi anasema wa innahu la yasihu ibtila'u nafilatin ba'da iqamati al-fariida, haitofaa kuanza kusali sala ya sunna wakati yani sala ishakimiwa. Ikiwa tumemwambia anayesali sunna ikikimiwa sala ya fardhi kata, asije akaja mtu mwingine akasema mimi sijasali sunna na sala ya jamaa inaendelea. Kwa nini jamani nimesema hivi? Kwa sababu baadhi ya madhehebu, hasa madhehebu ya Hanafia, katika sala ya alfajiri unaikuta sala ishakimiwa na imamu anasalisha, lakini watu wako nyuma wengi sana wanasali rakaa mbili za sunna za kablia za alfajiri. Tena mtu anakuja anaipiga hasa ile takbira, jamaa inaendelea nini? Anaisali sala ya sunna ile kwa spidi mbaya, hata kama atampata imamu kabla ya kutoa salamu. La hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ziko wazi, hadithi za Mtume ziko wazi ya kwamba haitofaa ikiwa mtu anasali yuko ndani ya sala au ndo kwanza anakuja anataka kuanza kusali sala ya fardhi ikikimiwa, haitofaa. Allahumma labda tuseme ya kwamba pengine mtu anasali sala ya sunna imebakia kidogo, pengine inakimiwa sala ya fardhi na yeye tayari ndo kwanza anasema sami Allahu liman hamida, bimaana hakuna rakaa nyingine mbele, zimebakia sijida mbili na atahiyatu na atoe salamu. Bimaana Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala anasema ikiwa anahisi mtu ya kwamba atampata imamu katika takbira yake ya mwanzo na yeye yuko ndani ya sala ya sunna, anaruhusiwa kuimaliza hii sunna. Hicho ni kipimo ambacho Ibn Uthaymeen rahimahullah akileta. Wa adhan al-isha bi'idhnillahi ta'ala rahmatan wasi'a, wa annahu la yasihu ibtida'u nafilatin ba'da iqamati al-fariida, na ya kwamba haitofaa mtu kuanza kusali sala ya sunna aliyokuwa sala ya fardhi ikimiwa. Hadithi ziko wazi na maelezo ya wanavyuoni yako wazi, na tunasema hili ni kwa jumla. Kwa mfano, ili tuondoe wasiwasi kwa watu, kwa mfano mtu hawezi kuikosa rakaa mbili za alfajiri za kablia, mashallah, hawezi kuzikosa. Hili jambo zuri, kazoea kuzipata. Ikitokezea amezikosa, kaja msikitini siku hiyo sala imekimiwa, tunamwambia bora zaidi ya sali na imamu kwanza, kisha baada ya sala ataruhusiwa kuzilipa hizo. Bora katika mlango huu ni mlango mwepesi kuliko mlango wa kuswali sunna aliyokuwa sala ya fardhi inaendelea. Huu ni mlango mzito sana. Tumekaika matangazo kama alivyokuwa wazi, wa annahu la yajuzu an yashtaghila bin nafila, haituruhusiwa mtu kushughulika na sala za sunna ma'a dhiki alwaqti 'anil fariida, ikiwa wakati umebana. Kwa mfano kaingia msikitini muda ni mdogo, ana hakika ya kwamba hapa nikiingia katika sala ya sunna sitofika popote mimi isipokuwa sala ya fardhi itakaposhakimiwa. Asishughulishe nafsi yake katika hilo, au akiingia au yuko tayari kuikata sala yake ya sunna, asiwe anafanya ukaidi. Watu wanaswali na yeye bado yuko nyuma. Wa annahu la tuqbal nawafil, hii tofauti na fardhi.
fardhi mtu anaruhusiwa. Kwa mfano mtu akusali sala ya magharibi, kaingia msikitini sala ya magharibi akusali mathalan, na watu wamekimu sala ya isha, ikiwa mathalan yeye tayari alikuwa kushaanza kusali nyuma kule, kaanza kusali magharibi, ilikuwa imempita tahamaki huku sala ya isha imekimiwa, yule anaruhusiwa kuendelea na sala ile kwa sababu ni sala ya fardhi, ndio طيب. kinyume na sunna, wa annahu la nuqda an-nawafil idha kathurat al-fawat, sala za sunna hazilipwi ikiwa zimepita kwa wingi, tofauti na sala za fardhi. Pengine mtu mathalan kalala tangu alfajiri, hajakaamka, magharibi na adhiniwa, ndo kaja juu, ndio walinzi wa usiku wao, jamani, kwa nalinda usiku mzima, yuko lindo, usingizi umemchukua mpaka muda huo. Sala za fardhi zote hizi zilizompita tazilipa, lakini hizi za sunna zilizompita, imempita nyingi, hapo zilipa, tofauti na fardhi. Na masala hapa hatutaki kuzungumza ya kwamba je, inajuzu kuilipa sala ya sunna ikiwa mtu imempita au haijuzu. Tunajua kwamba ni masala ambayo wamekhtalifiana wanavyuoni rahimahullah ta'ala. Ikiwa mtu kazoea kusali sunna, ikatokezea siku hiyo ile sunna ikampita, hatutaki kuzungumzia katika mlango huu, lakini tunasema kwamba fardhi tofauti na sunna katika kulipa. Sheikh anasema idha kathurat al-faraid wa annahu la tuqda an-nawafil idha kathurat al-faraid wa ma ashbaha dhalika fa inna al-qasda min dhalika wahid, kwa hakika ya makusudio katika jambo hilo ni moja tu, wa huwa al-ihtimam bil faraid, nalo ni makusudio ya mtu kutilia muhimu jambo la sala za fardhi. Kwa hivyo kiufupi, hii ni fardhi ambayo ni sahihi, ambayo ameitaja mtunzi hapa ya kwamba kuna tofauti baina ya sala ya fardhi na sunna ikiwa zitakutana kwa pamoja. Na insha Allah taala leo tutafikia hapa, tutatoa nafasi kwa ajili ya maswala. Wallahu taala a'lam. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وبارك الله فينا وفيكم، والحمد لله رب العالمين. نعم، مسؤولي. Naam, maana wakati mwingine wanakuwa watu wanaingia wasiwasi. Subhanallah, mimi nimewahi kuona katika msikiti mara moja, nilihudhuria katika sala miongoni mwa misikiti, tukawa tunasubiri sala ya fardhi ilipokimiwa, na ilikuwa sala ya al-asr au sala ya adhuhur. Katika sala hizi mbili moja wapo ilikuwa mwezi wa Ramadhani, na mwezi wa Ramadhani unajulikana watu wa wanajaa msikitini mapema sana. Imam kachelewa kuingia, anaingia imam, na imam kawaida yake lazima asali rakaa mbili mara mbili, kwa maana rakaa nne, rakaa mbili za kwanza, rakaa mbili za pili, ndipo sala ikimiwe. Hii kawaida ya imam. Sasa siku ile imam kasali rakaa mbili za kwanza, rakaa mbili za pili, atakapoinuka kusali muadhdhin kaingia moja kwa moja kaanza kumsali.
ikawa ugomvi msikitini, imam anamshikisha adabu mbele ya watu, muadhdhin anamwambia, yani mkosefu wa adabu, imamu mtu mzima wa umri, yani makamu yake makubwa, anamwambia yule anayekimsala naye ni mtu mzima mwenzie, ya kwamba wewe huna adabu, unaivunja swala yako nini kwa sababu tu watu wamejaa msikitini. Ugomvi wa msikitini, itabidi vurumai ianze. Sasa ndugu zangu, masala ni mepesi. Kwa mfano, mtu kaingia katika msikiti na swali sunna, sala ikakimiwa, yeye akaikata, yaani huyo mtu malipo yake mbele Allah ni vipi? Allah anasema wama kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah hapotezi hata tendo lenu moja. Masahaba kilipobadilishwa kibla, mwanzo walikuwa wanaelekea Palestina, walipoambiwa waelekee Makka ikawa kibla ni al-Kaaba, wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, zile sala zetu tulizokuwa tunaelekea Makka vipi Palestina, vipi zile? Allah akateremsha aya, wama kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah haipotezi ibada yetu. Kwa hivyo hata kama sala ya fardhi ikimiwa mtu, sala yako ya sunna haijapotea, ambayo wewe umeikata, na Allah anajua ni ya kila mtu. Wangapi wanaingia msikitini hata kusali au sala ya sunna, kweli Allah